Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Naam, Dr. Mchunguzi umeongea vizuri sana hasa kuhusiana na hili swala la ubaguzi. Hebu tuangalie kuhusu muundo wa muungano. Je, unauonaje muungano na unauonaje muundo wa muungano, na unadhani kwamba muungano unaweza ukavunjika kwa namna ambavyo wewe unaona? Nashukuru sana. Nashukuru kwa swali lako, na hii imekuwa ukiiona kwenye mitandao ya kijamii. Marumbano ni mengi kuhusu muundo wa muungano, kuhusu muungano. Je, haya marumbano yanayoendelea, muungano unaweza ukavunjika? Hapana. Nianze preamble ile kwamba muungano hauwezi ukavunjika. Na hauwezi ukavunjika kwa sababu Tanzania ni jamhuri na jamhuri ni muungano, kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaeleza jambo moja quickly. Wakati nikiwa mwanafunzi katika chuo cha IDM Mzumbe, sasa hivi kinaitwa Chuo Kikuu Mzumbe kule Morogoro, aliyekuwa akishughulika na masuala ya Chama cha Mapinduzi CCM kwenye chuo, hayati Nehemia Murusuli, alitakiwa kwenda Zanzibar kufanya mahojiano na viongozi kule, na aliongea na viongozi kule Zanzibar kuhusu masuala mengi kuhusu muungano kule Zanzibar. Na aliporudi kutoka Zanzibar, tulikuwa na mazungumzo naye marefu kuhusu muungano ambayo aliyapata kwa Sheikh Thabiti Kombo kule Zanzibar, na alitueleza mengi kuhusu muungano, hasa yale ambaye alikuwa ameongea na Sheikh Thabiti Kombo, ambaye kwa bahati nzuri pia mimi niliwahi kupata bahati ya kuzungumza naye, mzee Thabiti Kombo. Na maelezo yale aliyoyatoa na yakumbuka wakati ule, kwamba Zanzibar, jamhuri ya watu wa Zanzibar, kwanza Zanzibar ilipata uhuru wake kutoka kwa Mwingereza tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1963. Mwezi mmoja baada ilipopata uhuru wake, ilikubaliwa ndani ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni nchi ya 112 katika Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, People's Republic of Zanzibar. Tarehe 12 Januari mwaka 1964, mwezi mmoja baada yakafanyika mapinduzi, kwa sababu walikuwa wamepata uhuru kutoka kwa Mwingereza, lakini uhuru ule ukabaki mikononi mwa sultani. Na walio wengi wakaona hapana, hii haikubaliki. Na ndio maana ya mapinduzi matukufu unayoyasikia ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964. Jamhuri ya Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 61. Na tarehe 14 Disemba mwaka 61 ilipokelewa Umoja wa Mataifa ikiwa nchi ya 104 kama Jamhuri ya Tanganyika. Sasa tarehe 26 Aprili mwaka 64 ulifanyika muungano kati ya mataifa mawili, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Wakati muungano ule unafanyika, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ilikuwa na miezi mitatu tu. Miezi mingapi? Mitatu tu. Tangu kupata uhuru miezi minne, na toka mapinduzi yale miezi mitatu. Walikuwa na 4 months toka uhuru wao, na wana miezi mitatu toka mapinduzi ya kumwondoa sultani. Sasa ilipokuja kwenye structure au muundo wa muungano, na haya pia niliyapata mimi maelezo vizuri kutoka kwa Mohamed Seif Hatib, ni marehemu sasa, nikiwa Zanzibar. Tulikaa naye kwa muda mrefu Kiswandui pale, na tukazungumza, na ndiye haya aliyopata hayati Murusuli pia kwa mzee Thabiti Kombo. Walipokuja kwenye muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, likaja swala
kwamba haya mapinduzi tunayaweka wapi? Yana miezi mitatu, ni machanga, yanapotea? Hapana. Wakakubali tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tuwe na serikali ya mapinduzi Zanzibar, kuyabeba yale mapinduzi. Kumbuka ilikuwa ni serikali, angalau Mwalimu Nyerere na serikali alikuwa na miaka 2 na miezi 5 toka amepata uhuru, tarehe 9 Disemba 61 mpaka tarehe 26 Aprili, alikuwa na miaka 2 na miezi 5. Zanzibar alikuwa na miezi 3 toka amempindua sultani. Sasa mapinduzi bado yako moto, kila mahala ni mapinduzi. Sasa mnaingia kwenye muungano, unayapoteza. Swala likaja ni kwamba hapana, huwezi kuyapoteza mapinduzi. Kwa hiyo wakakubaliana iweko serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya hiyo wakaona serikali imekuweko, je, baraza linakuwaje? Wakasema hapana, liweko pia baraza la mapinduzi la Zanzibar. Kwa hiyo kukawa na serikali ya mapinduzi na baraza la mapinduzi. Swala likaja, na yeye amenieleza Mohamed Seif Atibu, tuko kisiwani Ndui kule Zanzibar, akasema Dennis, swali lilokuja ni kwamba umekwisha kuwa na serikali ya mapinduzi, inaongozwa na nani? Huyu mzee Karume ameongoza miezi 3 tu, urais wake unaishia pale kwenye miezi 3. Na serikali umeshaita serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, inakuwaje? Hapana, wakakubaliana kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaongozwa na rais, hana taifa. Kwa sababu walipounganika tarehe 26 Aprili, taifa la Zanzibar lilipotea na taifa la Jamhuri ya Tanganyika lilipotea. Kwa hiyo Zanzibar sio taifa, Zanzibar ni nchi, sio taifa lenye passport, ni nchi ndani ya muungano. Nadhani unanielewa vizuri. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iwe na rais, na ataitwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Kwa hiyo serikali ya mapinduzi na baraza la mapinduzi, ili mapinduzi yale yaweze kuwa ya kudumu. Na ndio maana kila wakati tunasema yadumu mapinduzi matukufu ya nini? Ya Zanzibar. Kwa sababu yalikuwa ni makubwa, yalikuwa ni mazuri, na yalikuwa na maana kubwa kwa eneo lile. Ndio maana yake hiyo, ndio muundo huo ambao wengi wamekuwa wakikonfuse kwamba Zanzibar wana rais wao, kwa hiyo wana taifa lao. Hapana, Zanzibar wana rais ambaye ni rais wa nchi na sio rais wa taifa. Na hii iko stipulated kwenye katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, toleo la mwaka 2010, ibara ya kwanza 1 inasomeka, na nukuu, naweza kukosea kwa sababu sisomi mahali. Zanzibar ni nchi ambayo eneo lake, ambayo mipaka yake ni visiwa vya Unguja, Pemba na visiwa vinavyozunguka na eneo la bahari, ambayo kabla ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ilijulikana kama Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo Zanzibar ni nchi, sio taifa. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ambaye sasa ni Hussein Ali Mwinyi yuko administratively katika makubaliano ya muungano, na ilikuwa ni vizuri wafanye hivyo. Mimi alivyonieleza Mohamed Seif Atibu, nilielewa na niliona walifanya jambo jema. Mna miezi 3 tu toka mapinduzi, 3, hata miezi 6 bado. Mapinduzi yako moto nchi nzima kule Zanzibar. Mnayaweka wapi? Lazima yawe ndani ya serikali na yawe ndani ya baraza na ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana kukawa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na baraza la mapinduzi ndani ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Rais Hussein Ali Mwinyi ni rais wa nchi ya Zanzibar na si taifa la Zanzibar. Wakati huo uweke na hiyo tafsiri. Unaona? Nchi ni eneo kama ilivyo Marekani. Texas ni state, California ni state,
Massachusetts ni state, Maryland ni state, Michigan ni state. State kwa maana ya kwamba ni nchi, ni eneo. State ni nchi, ni eneo, lakini si taifa la Marekani. Ndio ya United States of America. Texas sio taifa, California sio taifa, Vermont sio taifa, Michigan sio taifa, California sio taifa. Mmenielewa vizuri? Sio taifa. Na kwa msingi huo Zanzibar ni nchi na sio taifa, ila ina rais kwa sababu ni muundo uliokubalika. Kuwa na serikali kule sio tatizo, it's not a problem, ila ni rais wa Zanzibar na ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndani ya nchi ya Zanzibar na sio taifa la Zanzibar. Na administratively hilo halina tatizo lolote kwa maana ya jiografia kule na kwa maana ya walivyokubaliana mwaka 64, jambo ambalo mimi nalikubali vizuri tu, halikuwa na matatizo yoyote. Kwa hiyo nafikiri tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ndio muundo huo ambao walikubaliana na ndio muundo ambao tumekwenda nao. Swali lako, mimi nakubaliana na muundo huo. Ni muundo mzuri na umekwenda vizuri, na hata marais ambao wamekwenda na muundo huo kuanzia Abeid Amani Karume, Abdul Jumbe Mwinyi, Idris Abdul Wakil, Dr. Salmin Amur Juma, Dr. Amani Karume, Dr. Ali Mohamed Shein na sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi, wamekwenda nalo vizuri. Serikali inakwenda vizuri Zanzibar, baraza linakwenda vizuri, na mapinduzi yamebebwa ndani ya serikali ya mapinduzi na ndani ya baraza, na mapinduzi yale yanadumu milele ya Zanzibar. Sasa tunakuja katika muungano sasa, kwamba unasema muungano kuvunjika. Hakuna kuvunjika muungano, kwa sababu mataifa yale yalipoungana, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar waliunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wale walisizi kuexist. Kwa hiyo unaposema muungano kuvunjika, unavunja nini, mwandishi wa habari? Hao wamekwisha unganika. Kilichoko ni kimoja, ni Tanzania. Jamhuri ya Tanzania ambayo ni jamhuri, na katiba yetu imesema Tanzania ni jamhuri, ni muungano. Kwa hiyo huwezi kuvunja. Ukivunja ina maana uipasue Tanzania isiwepo, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kitu cha kuvunja muungano hakipo, na unauvunja kwa sababu zipi za msingi? Unazosema hizi za kuvunja, kama kuna kasoro zipo katika kule kuunganika kwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar, ambazo zinajionyesha leo miaka 62 sijui mingapi toka wakati huo. Kama zipo kasoro, zinaweza zikakaa chini zikajadiliwa zikarekebishwa. Lakini kuvunja, unavunja nini? Lakini la pili na la mwisho, ili tukafanye mambo mengine, ni kwamba mimi kama Dennis, sijui wewe mwandishi wa habari na wewe mwandishi wa habari na wewe, mimi kama Dennis na uangalia muungano ndani ya waasisi wa muungano, Mwalimu Nyerere na Karume. Mwalimu Nyerere ni muasisi wa taifa la Jamhuri ya Tanganyika na mzee Karume ni muasisi wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar. Lakini Mwalimu Nyerere ni muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mzee Karume ni muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unanipata vizuri? I don't like to confuse you. I want you to mnielewe vizuri, waandishi wa habari. Nikiwachanganya mtuambie umetumix, tumekuwa flabbergasted and bamboozled, if not perplexed and confused, ili mnielewe vizuri. Sasa unaposema Mwalimu Nyerere na mzee Karume ni waasisi wetu, ni waasisi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hili tulilo nalo leo, si ndio? Sasa kila nchi duniani inafanya nini? Ina waenzi waasisi. Marekani yuko mtu anaitwa George Washington. Tafuta ile dola ya Marekani, hatoki pale. Na wenzake alikuwa na akina Jefferson, akina Benjamin Franklin, akina John Adams, wale wote ni waasisi. Na sisi waga tunaenzi waasisi. Sijui kama unanielewa vizuri. Unajua tunaenzi waasisi sasa. Sisi kama Watanzania. Namibia ilipopata uhuru mwaka 90, barabara ya kutoka Mwenge, kutoka Ubungo kwenda Mwenge ilikuwa inaitwa nini? Mpakani Road. Lakini tunaita nani? Sam Nujoma, rais wa Namibia, tumemwenzi. Acacia Avenue kule mnaita Posta, ilikuwa inaitwa nani? Acacia Avenue. Leo inaitwa nini? Samora Machel, muasisi wa taifa la Msumbiji. Ukienda Mwanza kuna hospitali inaitwa nini? Sekou, muasisi wa taifa la Guinea. Ukienda Mwanza kuna barabara inaitwa Kenyatta.
Na ukienda Oysterbay huko tuna Kenyatta Drive. Rais wa muasisi wa taifa la wapi? La wapi? Kenya. Kwa Oysterbay Dar es Salaam kuna Kaunda Drive. Muasisi wa taifa la wapi? Zambia. Zambia. Si ndio? Kaunda Drive. Ukienda Uganda hatuna mtaa kule Uganda. Lakini ndani ya chuo kikuu cha Makerere kuna kituo cha uongozi au shule ya uongozi inaitwa, nenda Google. Hayo yote mkienda Google mnayakuta. Inaitwa Mwalimu Julius Nyerere Leadership Center. Iko Makerere. Muasisi wa taifa la Tanzania. Ukienda nje ya ukumbi wa AU, Africa Union, pale Addis Ababa, kuna statue kubwa limetengenezwa la Mwalimu Nyerere, muasisi wa taifa la Tanzania. Masaki unapajua wewe? Dar es Salaam. Kuanzia St. Peters mpaka Masaki mwisho. Ile barabara ni ya nani? Ya muasisi wa Ethiopia, Haile Selassie. Tumempa barabara ile leo katika Masaki kote kule kwenye pesa. Si ndio? Haile Selassie. Umenielewa vizuri? Na yaeleza hii haya ili Watanzania wajue. Ukitoka Clock Tower unakuja kuunganika na Nyerere Road. Kuna kipindi eneo linaitwa Nkuruma. Haujawahi kuenda Dar es Salaam? Hakuna barabara inaitwa Nkuruma. Huyo ni rais wa kwanza wa wapi? Ghana. Tulikuwa na kitu kinaitwa Expressway. Expressway kutoka Ubungo kwenda bandarini. Walipopata South Africa mambo yao yakaisha, tuinaita nini sasa? Nelson Mandela. Si ndio anayopita Buguruni kwenda bandarini? Muasisi wa taifa la South Africa. Mnaelewa vizuri? Sasa sisi wenyewe tunawaweka waasisi. Sasa na sisi waasisi wetu Mwalimu Nyerere kwa sababu ni muasisi wa taifa la Tanzania na Mzee Karume, na wao pia wamethaminiwa huko nje kama nilivyosema. Umenielewa vizuri? Ukienda Nairobi katafute kwenye Google Shehe Karume Road. Shehe Karume Road ni rais na muasisi wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee Karume amepewa barabara Nairobi pale. Nyerere pale Nairobi anayo barabara. Mombasa anayo barabara. Kwetu sasa ndani ya nchi yetu tulivyo waenzi Mwalimu Nyerere. Daraja la wapi? Kigamboni. Chuo kikuu Kigamboni. Si cha Mwalimu Nyerere? Hauna kosea. Uwanja wa ndege, ukumbi mkuu wa mikutano, sio Julius Kambarage Nyerere. Barabara ya kwenda airport, Julius Nyerere. Bwawa la umeme, Julius Nyerere. Mbuga ya Selous tulibadilisha jina, Julius Nyerere. Na kueleza tunavyo waenzi waasisi hawa, wameenziwa nje ya taifa letu, na sisi tuna waenzi hapa. Tuna uwanja wa Karume, hatuna hapa. Na hatuna uwanja wa Amani kule Zanzibar mkubwa, na airport ya Zanzibar kwa ajili ya Mzee Karume. Ukienda Accra Ghana, Accra unapajua Afrika Magharibi, tafuta Nyerere Avenue ipo. Ukienda Windhoek kuna Namibia alikotoka huyu mama rais mpendwa wetu wa Namibia. Sasa ametoka hapa juzi. Pale kwake Windhoek iko Nyerere Avenue ya Mwalimu Nyerere. Sasa tunajiuliza, hawa ndio waasisi wa muungano, kwa sababu nje ya muungano Nyerere na Karume hakuna kuwa waasisi. Ni waasisi wa taifa gani? Nje ya muungano. Si waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nje ya muungano wanakuwa waasisi wa wapi? Sasa tutakuwa watu wa ajabu wakati Namibia, hata Botswana iko Avenue ya Nyerere. Maputo, nimekwenda kule Msumbiji, inaitwa Avenida Julius Nyerere. Avenida unajua ni nini? Ni Kireno hicho kwa kina Cristiano Ronaldo. Avenida manake avenue. Wanaita Avenida Julius Nyerere. Iko Maputo Msumbiji. Ipo. Sasa Gaborone Botswana, Harare Zimbabwe, Lusaka Zambia, Accra Ghana, Nairobi, sijui Ethiopia, sijui Kenya, wanamwenzi Mzee Karume, wanamwenzi Mzee Nyerere kama waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya muungano. Sisi leo tuukane muungano, tuwakane hawa waasisi. Sawa? Kama mtataka waandishi wa habari na Watanzania fanyeni hivyo. Mimi sitakuwemo. Kwenye hilo hata shetani atawakatalia kuwemo. Shetani ambaye kazi yake ni kutaka watu wagawanyike, watu wasiwe ndugu, watu wasielewane. Mkisema mnavunja muungano, shetani naye atawaambia hilo la kwenu. Mimi simo. Fanyeni peke yenu. Shetani hata wajoin, hata waunga mkono. Na mimi mchunguzi, sio shetani, wala sio malaika, sitawajoin. Sitakubaliana na hilo la kuvunja muungano. Kwa sababu unavunja muungano ina maana unamkana Nyerere, unamkana Karume kama waasisi. Wamethaminiwa kote huko duniani. Na ndani ya nchi Marekani yuko anathamini watu wake, kila nchi inathamini waasisi wake.
tutakuwa watu wa ajabu kidogo. Am I correct? Yeah. Kwa msingi huo ni waombe wa Tanzania wenzangu kwamba swala la muungano kuvunjika tuachane nalo. Moja, mjadala ufungwe. Mjadala ufungwe tu. Twende kwenye mambo mengine. Kuvunja muungano hakupo. Kwa sababu utakuwa umemkana Nyerere, umemkana Karume, na wakumkana Nyerere na kumkana Karume hayo. Najua wanaotufuatilia mtandaoni wataandika. Unajua wataandika nini? Sasa sawa daktari, tunakuelewa, lakini jamhuri yetu Tanganyika yetu iko wapi? Naeleza na kueleza mwandishi wa habari, utafuatilia. Tanganyika iliondoka tarehe 26 Aprili mwaka 64 na iliondoka pia na taifa la Zanzibar. Mataifa yale mawili yaliondoka pamoja. Zanzibar iliyopo ni eneo, ni nchi, sio taifa. Hawana passport wale. Hakuna utaifa wa Zanzibar. Na nieleza jambo moja, kwamba ni muhimu wa Tanzania bara tukaelewa kwamba Zanzibar ni padogo kwa eneo. Ni siku ya kilomita 2400. Wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro ni mara 7 ya eneo la Zanzibar lote, Unguja, Pemba na kadhalika. Tunaposema kuna restriction ya kumiliki ardhi Zanzibar, hakuna ardhi ya kumiliki Zanzibar. Wewe Mtanzania bara, tafuta mapoli yapo kuanzia Chalinze kwenda Morogoro, kwenda Dakawa, kwenda Manyoni, kwenda Manyoni, Dodoma Manyoni, kwenda Singida huko kwa kina nani huyu? Nampenda sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, dada anaitwa Mwigulu Lameck Nchemba. Kwao kule Iramba wale, Ibwirira yane, Yiza Msindai Mleira yane. Watu wazuri sana wale. Watu uziega karanga kule na nini, mafuta ya alizeti. Very nice people. Akina Mwigulu wale. Kila mtu anafurahi. Kama unavyomuona, kila mtu anafurahi. Mapoli yapo. Sekenke kule. Tunaweza tukaamua na mlima ule tukaelewana, kama mtu unahitaji eka zako za ardhi tukakupa tu. Kalime huko, ardhi iko bara. Hakuna ardhi Zanzibar. Kwenye siku ya kilomita 2400 unapata ardhi ya wapi? Hakuna ardhi kule. Kwa hiyo mtu asianze kuota nataka nikamiliki ardhi Zanzibar. Unaenda kumiliki wapi? Mimi watu wanaotaka kumiliki niko tayari kuwalipia. Niwapakie, niwapeleke, wanionyeshe wanamiliki wapi. Lillahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanionyeshe wanamiliki wapi, ardhi iko wapi? Wenyewe haiwatoshi. Haiwatoshi, lakini sisi huku tuna ardhi. Uongo. Tuna ardhi mpaka zinashinda watu kuziendeleza. Tuna mapoli kibao. Kwa hiyo Watanzania bara tuangalie zaidi ardhi zilizoko kwetu. Zanzibar hakuna ardhi ya mtu. Ni padogo sana. Lakini mwisho tuelewane jambo moja, kwamba muungano wetu ni muungano wa udugu. Na ndio maana tulichukua mchanga huku na mchanga huku tukaweka pamoja, tukatengeneza kitu kimoja. Ni undugu walioutengeneza babu zetu. Kama tunaamua kuwakana leo, tuwakane tu. Mimi simo, nimesema. Simkani Nyerere wala Karume. Na shetani pia atawaruka hata kubaliana na nyinyi. Kwamba nyie mlivyochanganya mchanga mkatengeneza undugu kati yetu na hawa, mlifanya makosa. Kama mtaamua hivyo fanyeni, waandishi wa habari. Na Watanzania, mimi simo, Dennis hayumo. Na shetani najua alikokaa hata kubali. Kwa hiyo kama ni muungano wa undugu, si ndio? Lazima tuendeleze nini? Undugu. Hatuangalii mipaka ya kijiografia, hatuangalii nini. Tunaangalia undugu. Na undugu huu tumekwisha ujenga sana. Sijui kama unanielewa mtu wa habari. Tumejenga sana undugu. Wapemba, mnaita Wapemba, wangapi wako bara? Mwanza, Tabora, Pangani, wapi huko, Bagamoyo, wapi? Kote nchi nzima, si ndio? Wako wengi. Na Watanzania kama nilivyosema wako wapi? Wapi uliniuliza katika swala la kwanza? Wako wapi kule Zanzibar? Maeneo yote niliyoyataja zaidi ya 60% wanaokaa kule ni Watanzania. Mimi nimekwenda Chukwani, waandishi wa habari. Nimekwenda Bweleo. Sio kwamba nimesimuliwa, nimekwenda Kiembe Samaki zaidi ya mara 3 na marafiki zangu. Dole, Kwahani, Miembeni, huku wanaita Kariakoo, Mwera. Kule kwingine panaitwa nini? Mwacharale, Kisakasaka, maeneo ya Kiboje. Asilimia 60-70 ni Watanzania bara wanaishi kule. Shida iko wapi? Umiliki wa ardhi hapana. Lazima tuangalie. Ardhi ni ndogo Zanzibar. Kwa hiyo lazima serikali iwe strict ya Zanzibar. Kabisa. Hatuwezi kuruhusu umiliki wa ardhi katika utaratibu huo, kwa sababu ardhi haipo. Na kwa hiyo wanachokifanya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wako sahihi. Nimalizia kwa kuwa encourage Watanzania wengi, waandishi wa habari nyinyi na Watanzania, tembeleeni Zanzibar, karibuni Zanzibar. Na watu watasema unatukaribisha Zanzibar ni kwenu? Ndio, ni kwetu. Kwani ninapokaribisha watu Iringa ni kwetu? Juzi niliwakaribisha watu Sumbawanga, ni kwetu? Mbona ni kwetu?
Ni kwetu ndio. Kwa hiyo nikukaribisha Sumbawanga ndugu yangu, nikasema posuta tata yetu kalesa marala ulawe salama mwatu uliao kule Mbeya kwetu kela ogonire ndaga olinkafu panani si ndio utwalidini tununu bali wakafu tuli wakafu Itoro ni kwetu pia, au sio? Au kule kwa Baba Levo Kigoma mwakeye mwaraye mulimo tulimo namaki na mahoro so unaona lugha zote naziongea hizo kamwene mnoge tuli bano fuera makasi yale au sio? Ugimbi ulipo usisi lebe anasema kakinywaji kapo kabeisha si ndio? Kwa hiyo naweza nikawakaribisha watu kote. Kwa hiyo ninapokuambia karibu Zanzibar na kukaribisha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa Zanzibar nafiri niko nyumbani, nikiwa Nungwi, nikiwa Uroa, nikiwa Kizimkazi, nikiwa Makunduchi, nikiwa Paje, nikiwa kote nafiri niko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania karibuni Zanzibar. Kuna vivutio vingi vya utalii, msiende kutafuta ardhi, haipo kabisa, ila mkitaka nitawapeleka, nitawalipia. Mnitafutie nyewe waandishi wa habari ardhi ilipo, haitoshi. Ikitokea akapatikana mtu wa kuuza alienayo, ziko taratibu ndani ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sio kwamba ni 100%, sio Biblia wala Qur'ani, lakini kuna uangalifu mkubwa sana wa ardhi kule, kwa sababu ardhi sio kubwa sana. Na sio kwamba ni wanyimi wa ardhi, lakini ni uhalisia. Kama nilivyosema, Wazanzibari ni watu wema, ni watu wapole, ni watu wa taratibu, ni watu wazuri, ni watu wa kila kitu. Na kwa hiyo wako tayari kukaribisha pale. Kuna urojo na kuna urojo sana kule, wala urojo, alafu kuna vyakula vingi. Ukienda Forodhani pale, viko vyakula zaidi ya 50 ngapi wala pale. Halafu kama unavyojua waja leo waondoka jana. Hiyo ndio Unguja, ndio Pemba, watu wema, watu wazuri. Nenda kule mkaone mambo, mkakaribishwe kule, na ukienda uende mjiandaa vizuri kabisa, na uage kabisa familia yako. Makaweza kwenda kule tena wakasema mie jamaa sirudi, tuuzeni mali zangu huko bara, mimi naishia huko. Maka kuna raha zote kule Unguja na Pemba. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba nakushukuruni kwa kunitafuta. Muungano hauvunjiki. Nimeeleza niliyoyaeleza, ni maoni yangu na kila mtu ana maoni yake, lakini mawazo yangu mimi ni hayo kuhusu muungano hauvunjiki. Ni heshima ya waasisi wetu Mwalimu Nyerere na Mzee Karume na Watanzania waliokuweko mwaka 64, waliokuweko Unguja, Pemba, Kojani na visiwa vingine vile, na waliokuweko bara, waliokubaliana na viongozi wao Mwalimu Nyerere na Mzee Karume, na tukawa na muungano. Na pia kama nilivyosema, ni muungano wa nini? Wa undugu wa damu, tumechanganya mchanga. Na kama ndivyo hivyo, naomba Watanzania tuendelee hivyo na tuache chokochoko za kusema tunavunja muungano. Naitwa Dr. Dennis Mchunguzi na nambari zangu za simu za kiganjani ni hizo 0717777222, na tunaweza kurumbana na watu inbox. Najua wengi tabishana, tutarumbana na kadhalika, lakini muungano mkiamua kuuvunja, mimi msiniite, sitakuwemo kama Dr. Mchunguzi. Na shetani aliko nitamwambia na wewe usiwajoin, wacha wavunje peke yao. Na aliko Lara, Nyerere na Karume watawachapa viboko kama ambavyo wahenga wanafanyaje? Wanasema. Basi mimi nawashukuru sana, niwatakie siku njema. Nilesi una swali lingine? Mimi nafikiri ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.